Ndugu Walter, kama ulivyosema mwenyewe, ni kweli leo tarehe 28 mwezi Juni 2025 nimekuja kutimiza haki yangu ya msingi kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kuja kuchukua fomu kwa ajili ya kuwania tena nafasi ya ubunge wa jimbo la Babati Vijijini kupitia Chama cha Mapinduzi. Takumbukwa kwa miaka hii mitano nilikuwa mwakilishi wa jimbo hili. Yako mambo mengi ambayo tumeyafanya katika miaka hii mitano. Mambo mengi kwa maana ikizungumzia miradi ya maendeleo pamoja na huduma za jamii. Kianza na upande wa afya, kwa miaka hii mitano serikali yetu ya Samia Suluhu Hassan nikiwa mwakilishi wa jimbo la Babati Vijijini tuliweza kujenga vituo vya afya vipatavyo 6. Vitano viko tayari na cha 6 sasa kwenye hatua za awali za ujenzi, ambacho vilivyokamilika ni kituo cha afya cha Madunga, kituo cha afya cha Bashnet, kituo cha afya cha Madunga Ayasanda, kituo cha afya cha Galapo kwa hatua za mwisho, kituo cha afya cha Gidas, na sasa tumeanza ujenzi wa kituo cha afya cha Kiru. Lakini tumepata pia magari ya kubeba wagonjwa, hatukuwa na gari hata moja. Leo tuna magari mapya mawili ya serikali kwa upande wa serikali kuu, ambayo moja ipo kituo cha afya cha Bashnet, cha pili kwa hospitali ya halmashauri ya wilaya. Lakini halmashauri ya wilaya pia imetoa magari mawili, moja imeenda kituo cha afya cha Nkaiti na moja imeenda kituo cha afya cha Galapo. Yote haya ni katika kuboresha huduma za afya kwa wananchi wetu. Lakini sambamba na ujenzi wa miundombinu hiyo ndio sema, lakini pia tupokee dawa na vifaa tiba vya kutosha katika vituo vya afya pamoja na zahanati ambazo zipo katika maeneo yetu jimbo la Babati Vijijini. Lakini ipo miradi ya maji, miradi mikubwa, kwa mfano mradi wa maji mkubwa kabisa wa kuanzia mto Darakuta kwenda Magugu na eneo la Mwada. Lakini kuna mradi mkubwa ambao sasa umeanza kutekelezwa, mradi wa maji wa Ziwa Madunga, ziwa ambalo katika msimu wote wa mwaka likauki, na tunashuhudia sasa mradi umeshaanza, utagharimu takriban bilioni 17. Mradi mkubwa ambao utakapokamilika utahudumia kata 6 za ukanda wa Bashnet, ambazo ni kata za Madunga, kata za Kameyu, kata za Nar, Secheda, Ufana pamoja na Bashnet yenyewe. Lakini pia miundombinu mingine upande wa elimu, tumejenga madarasa zaidi ya 182 shule za sekondari na madarasa 107 ya shule za msingi. Lakini sambamba na ujenzi wa miundombinu hiyo ya elimu, nimesema mtakumbuka ninyi mashahidi pia, mimi nimekuwa mdau pia wa elimu sana. Nimetoa fotokopi takriban shule 26 za sekondari kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma taaluma katika shule zetu. Lakini ukienda upande wa barabara na madaraja, tumefanya kazi kubwa katika hii miaka mitano. Tutashuhudia ujenzi wa madaraja makubwa kama daraja la kule Gichameda kuelekea Gichameda Magugu, daraja la Bacho hapo kata ya Lagaya, daraja la Bonga kwenda Ayasanda, daraja la Ufana kwenda Secheda, daraja la Ufana kwenda Saidoda. Kwa hiyo utaona kazi kubwa imefanyika, lakini pia na barabara nyingi tu ambazo tumejenga kwa kiwango cha changarawe na zingine ambazo hazikuwepo kwenye mfumo wa TARURA pia tumezifungua na kuziweka kwenye kufungua barabara hizo kwa ajili ya kusaidia wananchi wetu kusafiri, lakini kusafirisha mazao yao kwenda kwenye maeneo mbalimbali ya kibiashara hata mjini Babati na maeneo mengine. Kwa hiyo kwa ujumla nimekuja kuitetea nafasi hii kwa sababu yapo mambo ambayo bado ningetamani yakamilishe. Nashuhudia sasa tunakwenda kwenye umeme, tumeshasambaza umeme kwenye vijiji vyote 102 vya Babati Vijijini, lakini bado kwenye vitongoji. Kwa hiyo ni hamu yangu kubwa sana kuhakikisha, nataka nione tunakamilisha kusambaza umeme kwenye vitongoji vyote 408 ambavyo kwenye jimbo la Babati Vijijini. Lakini na hamu sana kuona pia barabara zetu nyingi sana ambazo bado pia za changamoto, tuhakikishe kama tunaweza kamilisha kwa kiwango cha changarawe, kujenga makalvat pamoja na madaraja ili kuhakikisha wananchi wetu wanasafiri na kusafirisha bidhaa zao kwenda katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Lakini kubwa ambalo pia nalikerekecha sana ambalo nataka pia nilitimize ni maji. Maeneo mengi bado, pamoja kazi kubwa iliyofanyika, bado kuna wananchi wengi wanahitaji mahitaji makubwa ya maji. Juzi tumeweza kuchimba visima 5 kwenye vijiji 5, lakini bado mahitaji ya maji ni makubwa. Na ningetamani nihakikishe umeme umesambaa kwenye vitongoji vyote. Tamani kuona barabara zetu, makalbat, madaraja pia yamekamilika ili wananchi wetu waweze kupata huduma zao za kijamii kwa urahisi na ufanisi mkubwa. Nashukuru sana. Nashukuru uongozi kwa miaka mitano, kama ulivyosema, mchaka upo, kwa sababu unapoamua kufanya kazi lazima ukutane na mchaka au changamoto. Kwa kweli mimi nimshukuru Mungu sana kwa miaka mitano nimefanya kazi vizuri sana, na uzuri wa kazi, mafanikio makubwa niliyosema ni kwa sababu mimi napenda kufanya kazi na timu, kama timu.
Ndio utaona mimi na mwenyekiti wa halmashauri, mkuu wa wilaya, mkurugenzi, hii wote sisi madiwani wangu wote wa kata zote 25 na madiwani wa vitu maalum tuliamua kufanya kazi kama timu. Unapokuwa kwenye timu kazi inakuwa rahisi. Kwa hiyo changamoto hazikuwa kubwa kwa sababu nilikuwa napata ushirikiano mkubwa na mimi nilikuwa tayari kutoa ushirikiano mkubwa sana kwa viongozi wenzangu pamoja na wananchi ili kuhakikisha kwamba wote tunakwenda pamoja. Huko msemo usemao ukitaka kwenda haraka nenda peke yako. Ukitaka kwenda mbali nenda wenzio. Sisi tulichagua kwenda mbali, kwa hiyo tumeamua kwenda kama timu. Shukuru sana. Mheshimiwa, tumeona umechukua fomu lakini kuna cheti pia cha shukrani. Nini siri ya cheti hicho? Asante sana. Nashukuru. Cheti hichi ambacho unakishuhudia hapa nilicho nacho ni cheti ambacho kimetolewa na halmashauri yetu ya wilaya. Imetoa cheti cha shukrani kwangu kwa mchango mkubwa niliotoa ndani ya miaka 5. Mtakumbuka halmashauri yetu ya Babati vijijini hatukuwa hata na jengo. Lakini ndani ya kipindi changu cha miaka 5 tumejenga jengo kubwa la ghorofa moja pale kata ya Ari. Mahali ambapo sasa mkurugenzi, mwenyekiti wa halmashauri na madiwani tunaendesha vikao vyetu kwa mstarehe. Kwa hiyo walishukuru kwa sababu ya mchango wangu mkubwa, si tu ujenzi wa jengo lakini pamoja na miradi mingi ya maendeleo ambayo imefika katika jimbo hili la Babati vijijini ambako kwa mkoa wa Manyara nadhani tunaongoza sisi. Asante sana. Hapana, mimi ninafurahia sana kuwa mbunge, sija kujuta kwa sababu kazi naipenda alafu kazi naiweza.